Kizazi hiki ni kizazi kisichoelewa wakati Mungu anazungumza. Katika mlima wa Namanga, mlima unaoitwa Oldonyorok, pale Namanga, pale Masaini, kwenye mpaka wa Tanzania na Kenya, radi ilipiga mlima ikasababisha mpasuko mkubwa iliyogawanyika mara mbili, alafu mawe makubwa yakatoka ikatengeneza njia kubwa mno, na kwenye njia ile pakatokea chemichemi ya maji masafi, maji ambayo unaweza ukaikunywa tu kwa wakati wowote ile. Lakini watu wengi kwenye kizazi hiki kilichopotovu, umma huu usioelewa mambo ya kiroho, walikimbia sehemu ile pale, wakaanza kupiga picha, wakaanza kufanya mzaha, wanatengeneza TikTok, wanatengeneza content kwenye mpasuko ile. But there is nobody ambaye ameweza kuiketia na kuitafakari na kuuliza Mungu, ni nini unataka kusema, ama ni nini unaambia wanadamu kwenye mpasuko huu? Sasa ninataka kuingia katika ofisi ya unabii kukufafanulia habari za mpasuko ule. Mpasuko ule uliotendeka katika mlima ule wa Namanga pale Oldonyoro, ilikuwa inamaanisha kwamba kuna mpasuko mkubwa unaingia katika sekta ya uongozi kwenye ulimwengu huu wa dunia, kwenye dunia sahihi, tena hii kizazi ya sahihi. Lakini mpasuko huo itakuwa faida kwa watu wengi, kwa sababu maji yatatoka, maji masafi. Wataanza kuanikana mmoja baada ya mwingine, wataanza kupigana mmoja baada ya mwingine. Katikati ya mpasuko na ile vita watakayokuwa nayo, wema utaingia katikati ya watu wa kawaida. That is the message ambayo imekuja wazi kwa watu, na nilikwisha waambia wakati tulikuwa tukianza mwaka ya kwamba mwaka huu itakuwa ni mwaka ambayo watu wataishi vizuri, itakuwa ni mwaka ambayo watu watafanikiwa, ambayo wewe haukuwa unatarajia kwamba wanaweza wakafanikiwa. Watu ambao wamekuwa chini, Mungu ataenda kuwainua mwaka huu wa 2026. Sasa hii serikali yetu imeanza kudhihirisha na kuonyesha waziwazi habari ile ambayo imetendeka pale kwenye mlima kwenye Oldonyoro. Serikali imeanza kuanikana, wanatukanana. Sio kilemba cha viongozi kutukanana, sio kilemba cha viongozi haswa kama marais, viongozi wa nchi kutukanana na kuanikana kwa vitu vya ndani sana, habari ambazo haipaswi hata kujulikana, ni siri yao, lakini wanaanza kuanikana mmoja baada ya mwingine. Sasa kwenye hasira itakayoingia katikati yao na mpasuko utakao kuwa mkubwa, hiyo itakuwa ni faida kwa mwananchi. Sasa habari hizo zinaanzia hapa nchini Kenya, alafu itasambaa iingie dunia yote. Hapo ndipo mkono wa Bwana utaonekana kwa watu ambao wamedharauliwa. Hapo ndipo mkono wa Bwana, neema ya Mungu itashukia wale ambao walitarajiwa, walithaniwa kwamba hawatakuwa kitu katika ulimwengu huu. Tarehe 22 ninawatarajia, ninawahitaji pale Bride of Christ Kitengela, tuweze kusikia neno la Mungu pamoja na tupate ufafanuzi pamoja. Bwana awabariki.